Jeshi la Polisi Tanzania lingependa kuwajulisha kuwa hadi mchana huu wa tarehe 9 mwezi wa 12 2025 hali ya usalama wa nchi ni shwari. Vyombo vya ulinzi na usalama vinaendelea kuimarisha usalama nchini sambamba na kulinda maisha ya watu na mali zao. Aidha, Jeshi la Polisi lingependa kutoa wito kwa wananchi kuendelea kuzipuuza picha mjongeo na picha mnato zinazoendelea kusambazwa kwenye mitandao ya kijamii zikionyesha kwamba kuna maandamano yameanza maeneo mbalimbali. Taarifa hizo sio sahihi. Wanatumia picha mjongeo na picha mnato za matukio ya nyuma kama vile ya tarehe 29, tarehe 30 na tarehe 31 mwezi wa 10 2025. Sambamba na hilo, wenye nia ovu wanaendelea kutumia picha mjongeo za matukio ya nyuma. Kwa mfano, kuna tukio la Juni 2025 ambalo kabila la Wamasai walikuwa wanafanya sherehe zao za jando katika msitu wa Tanapa, lakini imesambazwa kwenye mitandao ya kijamii ikionyesha kwamba Wamasai wameanza kudai haki zao huko jijini Arusha. Tunaendelea kuwahimiza Watanzania kuendelea kuzipuuza picha za aina hiyo kwa sababu zina lengo la kuwahadaa kwamba kuna maandamano yanafanyika. Ikumbukwe kwamba maandamano hayo ambayo yalikuwa yanapewa jina la maandamano ya amani yasiyo na kikomo yalipigwa marufuku toka tarehe 5 mwezi wa 12 2025 kwa sababu hayajakidhi matakwa ya kisheria ikiwepo sheria mama, yani Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 na sheria ya polisi na polisi wasaidizi sura 322. Aidha, tunatoa wito kwa wananchi waendelee kufuata sheria kwa ajili ya usalama wetu sote. Tumeanza kukuzaana sasa kujulikana. Yeah. Sawa, umetuambia huyu kijana wako mdogo anaimba, wanasaidiana na huyu beshte yake. Yeah. Hebu tuintroduce kwa kijana mdogo pale. Kijana mdogo, uimbia kwa hata Bahati afurahia, ajua hata wewe pia ni mkali kivyako. Imbako wimbo moja na rafiki yako. Shata panga hawezi kupigana, Buda Shanga alimleta Kanayo, King wa mtaa anaitwa Sagodi, yeye ndo alimleta Kanayo. Kwani mtoto mimi naruka kama toto, akili yangu chafu kama soli ya kiatu, mzungu ako juu anarap Kiingereza ni kama sainka, iba palipa kanipiga rungu moja nikalia wewe, mama nipe 100 nilinde familia, mama kaingia akaua watu 100, moja kabakia akazika na dunia, mama Roda kajikojolea, mtoto wake kamchukua, sisi wote marafiki. Hey, wasanii wako sawa kabisa. Kijana unaitwa nani? Naitwa Michael Kipotich. Unapenda kuimba? Unapenda kuimba? Sasa ushajua Bahati ni brother yako. Nataka uongeleshe Bahati, umwambie kitu yenye unataka, ungependa akufanyie. Ningependa nifanyie, nilikuwa naimba na yeye. Ongeza sauti ya kusikia vizuri. Ningetamani tuimbe na yeye. Wewe ni msanii mkubwa, pia unahitaji kukua kama yeye. Mimi ni msanii na rafiki yangu hapa. Na tungependa tukuje wote, lakini tusikuja wote na yeye. Na leo ukikutana na Bahati unaweza mwambia nini? Nikamwambia anisaidie kuwa msanii kama yeye. Asante sana mam, tumeona uko na wasanii, umebarikiwa na wasanii. Pia tunakuombea upatane na Bahati pia. Umuongeleshe, umwambie kitu ungependa kumwambia. Utamwambia nini ukipatana na Bahati sasa?
Mimi bado tunamwambia kwa sababu tuko na mambo mingi. Saini msamaha tu bado. Yaani roho yake ikubali kusamehewa. Ya kwanza tukishasamehewa lazima tupe Mungu heshima kwanza. Ndio ajue Mungu alikuwa na kusudi itendeke namna hii mpaka yaelewe. Akishaelewa basi ndio tujue what next. Kwa maana tu ni msamaha na kuomba Mungu afunguliwe na pia mimi nifunguliwe. Hiyo tu ndio nalia tu. Ndio yani nataka tu akishanisamea niko tu ready kumsamea na niko tu kumove on pia na shughuli zake na yeye shughuli zake. Sawa, mama Bahati, vile umetrend, kuna mwanaume fulani pale, sijui alikuwa Mluhya ama ni Mkisii, amejitokeza akaweza kusema yeye ni baba Bahati, alikuwa amekuoa. Ni kweli ama ni uongo? Hiyo mpaka mimi simjui. Hata mimi nimesikia pia kumuona watu wakiniuliza, na mbona wao walisema papa ni Mkamba na huyu tunaona ni kama Mkisii. Mimi huyo simjui. Tuzimie hiyo sister. Umjuna hao wanaume wengi wamejitokeza na pia kuna mama pia amejitokeza. Akasema pia yeye ni mama Bahati na huyo mwanaume pia akasema alikuwa amekuoa. Wewe unazungumziaje hiyo jambo? Watu wasichukulie hii kitu kwa ya msana. Kwa sababu mimi najua papa ya Bahati alikuwa Mkamba. Na huyo mpapa vile jinsi namuona anakaa Mkisii. Ulisema baba ya mwenye alikuwa amekuwa alikuwa anaitwa nani? Alikuwa anaitwa Kioko. Sasa huyu vile namuona hata majina yake vile anasema mimi hiyo majina sijaiona. Kwa sababu kitu tu yenye mama anashikanga sana. Wewe sana bwana mtoto unakosa kumjua jina na hata sura yake vile ilikuwa inakaa. Yeye alikuwa mweupe, alikuwa mweusi. Sasa huyo mweupe vile ametokelezea na majina mimi sijui. Au tu ndio wanataka tu kuleta msa kuharibu mtu maneno, lakini mimi huyo sijui. Au tu ndio wanatafuta kiki ama wanatafuta ongo mimi siko. Sasa ungewaambia aje? Mimi kulingana na upande wangu nikiwaambia waache kufanya hivyo, si vizuri. Hata kama wangekuwa ni wao, uchungu wangekuwa nayo, mimi niwafanyie hivyo, wangejisikiaje? Hiyo si kitu ya kufanyia msa. Hiyo ni kazi yenye Mungu mwenyewe ametoa. Sio ati kitu wewe jiweke tu ndani. Inaweza kuletea shida hiyo. Maswali mengi yameulizwa pale kwa mtandao. Watu wanauliza huyu mtoto, huyu Bahati ni mtoto wako na mbona ile time alikuwa analia? Mbona hukutokea mapema? Sichakataa, nimewaambia nikisiti kurudia hii kitu. Mpango za Mungu zinabaki tu kwa mpango za Mungu. Kuna kitu watu tunaweza kuwa nayo na ichakucha kwa fahamu. Mungu ndio upea mtu fahamu. Kinakusumbuanga lakini ichakucha kwa fahamu yako, na kuna siku yenyewe itafanya nini, itajitokeleza. Wewe lazimisha. Mimi nilikuwa tunajua mtoto nipeleke children home na vile walikatalia kunipea mtoto iliisha hivyo.